Nimesema ni kutimiza kanuni. Kwa maelezo yako Musa, mbinguni na uhakika wameshakukubali. Walikuwa wameshuhudia tu kanuni hii, alafu mbinguni uwekwe. Na wengine mlioko hapa sasa hivi tu majina yenu yanaandikwa mbinguni na mnazaliwa na Mungu. Tufuateni kwa maneno haya. Funge macho kidogo. Sema, Yesu. Nimepiga magoti mbele yako wewe na mbele ya malaika na mbele ya madhabahu na mbele ya mtumishi wako. Nimeamua mwenyewe kutoka ndani nije kwako, niwe wako nikiwa duniani baadaye milele. Sina maneno mengi, jumla ya yote ninakiri mbele zako Mungu na mbele za watu. Sina haki yoyote. Ninakuja kwako, unisamehe kwa kupigwa kwa Yesu, dhambi zifutwe. Unikubali Yesu, kuanzia sasa liandike jina langu kwenye kitabu cha uzima cha wenye haki. Yesu, naomba ulifute kabisa jina langu kwenye kitabu cha hukumu cha watu waliokataliwa. Kuanzia sasa jina langu liandikwe kwenye kitabu cha milele cha wenye haki. Kwa ukiri huu niwe nimesamehewa, na kuahidi Bwana nitakuwa mwaminifu. Roho Mtakatifu nijilie tena kwa nguvu, ukaniongoze kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Baba Mungu, nawakabidhi mikononi mwako mbele za macho ya malaika aliyoko mahali hapa, malaika wa taarifa. Tumejuaje kama yupo malaika wa taarifa? Malaika ni viumbe wa rohoni wasioweza kuonekana kwa macho haya ya damu na nyama, si ndivyo malaika? Hivyo ndivyo maumbo yako hayawezi kuonekana kwa macho ya damu na nyama, lakini hayo yote tunayasadiki kwamba malaika wa Bwana, malaika wa sifa, malaika wa taarifa, muko hapa kwa sababu ndiyo sheria ya ufalme. Ikiwa katika majumba yetu, malango yetu, maandiko huthibitisha hata leo kwamba malaika hupanda na kushuka katika nyumba za watakatifu walioko duniani. Wow. Ili timia ile sheria kwamba watakatifu walioko duniani hao ndio walio bora. Halafu moyo wangu Mungu unapendezwa na watu hao. Baba, kwa ajili ya kijana huyu Musa, bali nimesema naye bila kuchoka, lakini kumbe ulimwengu wa roho ulikuwa uko kazini, na njia za kuokoa zina wewe Mungu. Ulisema mtu hawezi kuja, Yesu Kristo ulisema mtu hawezi kuja kwa sababu ya kuhubiri kwako kuzuri, lakini akivutwa na Baba atakuja tu. Na una njia nyingi Mungu za kuokoa. Nakubaliana na huyo aliyeimba, alikuwa katika roho au katika mwili sijui, najua tu neno moja, aliimba kitu chema akisema, huku ameshikilia mfuko wake wa mkojo, fanya operation, tumaini ya kuishi hana. Akaenda panapo makaburi, akaanza kuimba, ameshikilia kifuko kile cha mkojo zaidi ya miezi 6 na henya. Akapata mafunuo kwamba Mungu ana njia nyingi za kuhubiri. Anaweza kuhubiri kwa njia ya ajali, anaweza kuhubiri kwa njia ya msiba, anaweza sana, anaweza kuokoa kwa njia ya magonjwa. Na ndio maana leo nimesimama kama kuhani, ni kwa sababu niliruhusu magonjwa mazito yanipate. Baba,
mtunze kijana huyu, namweka mikononi mwako binti huyu ambayo imemwokoa, na nimtangazie uhuru wa maisha yake, akiwapo pepo jini makata, roho za mizimu zisiwe na sehemu ndani yake, katika jina takatifu. Moto ukapenye kuanzia nyayo mpaka utosi. Uwe huru mwanangu, katika jina la Yesu. Rapo saka na masaya, my Lord, my God, na kabidhi binti huyu tena kwenye mikono yako iliyo salama. Nguvu za giza zisiwe na sehemu tena, katika jina la Yesu Kristo. Yakiwamo majini, mapepo yasiwe na sehemu. Come in the name of Jesus. Asante Roho Mtakatifu kwa neema kubwa kwa ajili ya binti huyu. Umemwokoa na ukabidhi mwanangu kwenye mikono ya Yesu iliyo salama. Kila aliyekimbia kwenye mikono yake iliyo salama. Shetani, ukiwa ulichelewa kumwangamiza mwanamke huyu, huna sehemu tena, maana ni mali ya Mungu kuanzia sasa, katika jina takatifu la Yesu. Na kukabidhi mwanangu kwenye mikono ya Yesu. Kila kitu kilichoibiwa kwako kirejeshwe. Afya iliyoibiwa irejeshwe. Usiwe na huzuni kwako tena. Neema ya Mungu ipita ufahamu ikawa juu yako. Kwa Yesu Kristo tumeomba na tujasadiki yote. Amen.